Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Francis, ninakukaribisha katika podcast yangu. Neno la Mungu linasema roho ndiyo itiayo uzima na mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambieni ni roho, tena ni uzima. Tunaposikiliza maneno ya Mungu tunaimarika imani zetu, lakini pia tunajengwa kiroho na kuimarishwa asili yetu ya uungu ambao tunaupokea kwa njia ya kumpokea Yesu. Jumbe wangu leo ni vita dhidi ya madhabahu au vita ya madhabahu. Mafundisho mengi kuhusu madhabahu yanafundishwa kwa usahihi, ila sio kwa kina. Yanafundishwa kwa usahihi, lakini sio kwa kina. Kusudi la madhabahu kwa mtazamo wa mwanadamu ni mahali pa kumtolea Mungu sadaka au vitu, lakini kusudi la madhabahu kwa mtazamo wa Mungu ni kumfanya mwanadamu kuwa hekalu au nyumba yake au mwili wake, ili ampe ibada kamili. Naomba hii ndio itakayotupeleka kwenye ule mtazamo hasa wa hili neno ambalo ninakuletea. Mtazamo wa mwanadamu kuhusu madhabahu ni eneo maalum lililowekwa wakfu kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. Lakini mtazamo wa Mungu juu ya madhabahu, Mungu angalii madhabahu kama a place au eneo, bali anakusudia au kusudi lake la msingi kwa ni kumfanya mwanadamu awe hekalu au mwili wake au nyumba yake, ili ampe ibada kamili. Sasa fundisho juu ya madhabahu linafundishwa kiwepesi sana, lakini madhara na athari zake ni kubwa mno kwa maisha ya wanadamu na maisha ya mwamini. Ukishajua maana ya madhabahu kwa mtazamo wa Adamu, Nuhu, Ibrahimu, Musa, Eliya na mitajo mbalimbali ya madhabahu kwenye Biblia ya Agano la Kale, unapaswa kujua maana ya madhabahu kwa mtazamo pia wa Yesu. Paulo, kwa Kiebrania neno madhabahu linaitwa mizbeh. Ni mahali pa kutolea dhabihu, na mzizi wa hili neno unatokana na neno la Kiebrania linalomaanisha kumwaga damu au kutoa kafara, kuchinja au kutoa kafara. So madhabahu ni mahali maalum palipowekwa wakfu kwa ajili ya kumtolea Mungu au shetani sadaka au kafara. So madhabahu ni eneo la ibada. Madhabahu ni mlango wa kiroho wa Mungu au shetani kuingia kwenye maisha ya watu duniani. Isoma kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 7 mpaka wa 9 pale, Yesu ndiye mlango wa kondoo. Anasema Yesu ndiye mlango wa kondoo na wengine ni wevi na wanyang'anyi. So yeye Yesu anajitambulisha kuwa ndiyo madhabahu ya kweli au ndiyo mlango wa kweli wa kutuwezesha au kutupatanisha sisi wanadamu na Mungu. So yeye ndiye kafara ya kwanza na ya mwisho takatifu. Isoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, baada ya Adamu na mkewe kutenda dhambi na Mungu alikuwa anataka kuwafukuza, kabla aliwatengenezea mavazi ya ngozi, automatically ni ngozi ya mnyama. So tafsiri ya kiroho ya haya mavazi ya ngozi aliyoyatengeneza bustanini Mungu yalikuwa ni mnyama ambaye alibeba tafsiri au taswira au kielelezo cha mwanakondoo ambaye damu yake ilifunika kosa la Adamu pale bustanini. Ndiye damu ya mwanakondoo iliyomwagika. Biblia inasema, ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 13 na mstari wa 8,
anasema na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mwanzo sura ile ya 3 na mstari wa 21. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Angalia kitu cha ajabu sana hapa kinachotokea. Ukisoma kwenye hiyo Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, Biblia inasema unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins. Coats of skins. Coats of skins. And clothed them. Akawavalisha mavazi ya ngozi. So ukiangalia lile neno akawavalisha, maana yake ni kufunika utupu. Ni kufunika utupu ambao ulikuwepo. You see? Sasa utupu wa Adamu akiwa ndani ya Eden kabla ya kutenda dhambi na utupu wa Adamu akiwa ndani ya Eden baada ya kutenda dhambi ni utupu wa aina mbili tofauti. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2, angalia. Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 25, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. You see that? You see that? Biblia inasema wote walikuwa uchi. Both they were naked. Both walikuwa uchi. Total nude, naked. Lakini Biblia inasema hawakuwa na haya. Hawakufanyaje? Hawakusumbuliwa na ile hali. Hawakuchanganyikiwa, hawakujiona kama vile wapo kwenye kuchanganyikiwa. Sasa angalia, ngoja nikwambie siri moja. Because utukufu wa Mungu ulikuwa umewapiga upofu Adam na Hawa was concentrate kwenye uchi au utupu wao wa kimwili. So the glory of God iliwapiga upofu, was concentrate na utupu wao wa kimwili. Lakini dhambi iliwafanya wa concentrate na upungufu wao. Utukufu wa Mungu unakufanya usijikite kuangalia upungufu ulionao. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba wote, ngoja nisome ili andiko, sijui nimefikaje, Roho Mtakatifu analeta huku, lakini kitabu kile cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23 anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Angalia hapa kitu cha ajabu sana kinachotafsirika katika andiko hili la Warumi sura ya 3 mstari wa 23, anasema wote wametenda dhambi. Lile neno wametenda dhambi kwa lugha ya Kiebrania ya Kiyunani ni hamatano. Hamatano inamaanisha to miss the mark. To miss the mark or error, upotevu. Walipotea. Sasa katika kupotea kwao Biblia inasema and come short the glory of God. Come short the glory of God. You see, and that word come short the glory of God ni sawasawa na kuzungumza kwa bali ya kwamba wakawa uchi. So kilichokuwa kimewafunika Adamu na Hawa wakiwa bustanini kabla ya dhambi ni vazi la utukufu wa Mungu, lakini walipotenda dhambi, ile dhambi ikawasababisha wapoteze vazi la utukufu. So ndio maana wakajitengenezea majani ya mtini. So mojawapo pia ya kazi ya madhabahu, utakuja kuona madhabahu ina kazi ya kukava, inakava tusiwe na aibu.
mojawapo ya madhabahu inaweza ikabeba utukufu, na madhabahu pia ya kipepo inaweza ikabeba aibu ya mtu. Narudia tena, madhabahu inaweza ikabeba heshima au inaweza ikabeba utupu wa mtu. So Biblia inasema Mungu kabla hajawaondoa aliwatengenezea ngozi, manake akaua mnyama, ile damu yake ikaficha hasira ya Mungu, na kisha akawatengenezea garment, not garment of glory of God, akawatengenezea vazi la utukufu wa kibinadamu linaloendana na wao kwa muda ule. So angalia, ndiye damu ya mwanakondoo pia ilipakwa kwenye miimo ya milango ili Mungu awarehemu wa Israeli, asiwaangamize pamoja na Wamisri ambao ni watenda dhambi, wapagani, waovu, waabudu sanamu. Damu yake ndiyo ilimwagika msalabani ikitupatanisha sisi na Mungu. Damu yake ndiyo inayoendelea kutuombea toba na msamaha na kututakasa, na tunahesabiwa watakatifu mbele za Mungu hata leo. So huwezi kutaja mada inayohusu madhabahu bila kuihusisha na damu. Hauwezi kutaja madhabahu bila kuhusisha sadaka. Hauwezi kutaja madhabahu bila kuhusisha kafara. Hivyo tangu mwanzo sadaka iliyoheshimika zaidi kwenye madhabahu ya Mungu ilikuwa ni sadaka ya damu, kwa sababu it represented, ilikuwa inamwakilisha mwanakondoo atakaye chinjwa au atakaye tolewa sadaka kwa ajili ya upatanisho wa watu na Mungu. Sasa katikati hapo kuna kesi ambayo ilitokea, nataka kuipresent kidogo, bado tunaendelea na somo letu la vita ya madhabahu. Kesi ya Habili na Kaini ambayo tunaijua ipo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Tunaona Habili alipokuja kumtolea Bwana sehemu ya kwanza ya wanyama, yani limbuko la mazao ya wanyama wake na sehemu ya wanyama walionona sadaka kwa Bwana, naye akamtakabari na sadaka yake. Lakini Kaini alimtolea Bwana mazao, maana alikuwa mkulima. Bwana hakumtakabari yeye wala sadaka yake, maana alionyesha dharau, kiburi, kutokutii na uovu mbele za Mungu. You see that? So wote wametoa sadaka kwenye madhabahu, lakini mmoja anakuwa counted amemtii na kumheshimu Mungu, na mwingine anakuwa counted amemdharau Mungu. Kwa nini? Habili alifuata maagizo ya kimungu. Sadaka ya Habili iliashiria sadaka ya mwanakondoo au unabii. Ilikuwa inatangaza kifo cha Yesu kitakacholeta ukombozi wa mwanadamu na ulimwengu. Shetani alimfundisha Kaini kuasi, asimtolee Mungu sadaka au dhabihu ya kuteketezwa ambayo ndiyo inatakiwa. Hivyo akawa muasi, akawa mpagani, akawa mwenye dhambi, akapandikizwa chuki, wivu, hasira, na mwisho wa siku tunajua Kaini akaishia kumuua ndugu yake. So sadaka ya Kaini, sadaka ya Habili ilikuwa inazungumza lugha ya unyenyekevu mbele za Mungu, na sadaka ya Kaini ilikuwa inazungumza lugha ya uovu na uasi mbele za Mungu. Kwa sadaka yako unapoipeleka mbele za Mungu, hata usipoongea wewe, sadaka inaongea. Kwa kuna maana ya kwanza, ni muhimu sana kuzingatia dhana ya wapi unatoa sadaka yako na kile unachokitoa kama sadaka yako, na hali ya moyo wa mtu anayetoa hiyo sadaka. Tunaona dhambi ya kwanza ya mauaji duniani ambayo ilisababishwa na wivu wa sadaka au wivu wa dhabihu wa shetani dhidi ya Mungu. Shetani akamkasirikia Habili kwa sababu alimpa Mungu dhabihu nzuri. Unatendeka kwenye familia,
ndugu anamuua ndugu yake. Usaliti wa kwanza kwenye familia wa ndugu kumuua ndugu yake ulisababishwa na dhabihu ya damu, fedha ya damu, sadaka ya damu. Unaona, kisoma Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Waebrania, kuna andiko moja hapa nilikuwa nalisoma. Biblia inasema Waebrania 12 mstari wa 24, anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Habili ilikuwa baada ya kumwagwa na Kaini, ilianza kudai kisasi. Biblia inasema Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10, akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, si nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Eden. Angalia, Biblia inasema baada ya Kaini kumuua ndugu yake, damu ya Habili iliyomwagika bila hatia ilianza kudai kisasi mbele za Mungu kwa sababu ya uovu wa ndugu yake. Maana yake damu ya Habili ilidai mauti zaidi, ilidai laana ya kiuchumi, ilidai uovu, kwa sababu kifo chake hakikuwa cha halali, alidhulumiwa uhai wake na ndugu yake. So damu ya Habili ilikuwa ni damu ya mashtaka na kilio cha haki dhidi ya uovu wa Kaini. Angalia swali la Mungu kwa Kaini. Mungu anamuuliza Kaini, akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Mungu alikuwa hamuulizi kana kwamba hajui alichokifanya, isipokuwa alihoji juu ya utayari na uwezo wake wa kuchukuliana na kulipa gharama au madhara, hatari na ukubwa wa adhabu. Lakini Kaini alichukuliwa kwa wepesi kosa lake. Mungu akamlaani, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa na kuipokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao, utakuwa mtolo asiye na kikao duniani. Listen sasa, the moment Kaini anamwaga damu ya Habili ndugu yake juu ya ardhi, ardhi ikageuka ikawa madhabahu. Halo, naomba unisikize vizuri. Madhabahu ni eneo lolote ambalo linaunganisha au linakutanisha ubinadamu na uungu, mbingu na nchi, kuzimu na duniani. Unaona, Biblia inasema, Yesu anaongea katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 16, Mathayo sura ya 16 mstari wa 18, anasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu alipokuwa anasema milango ya kuzimu, alikuwa anamaanisha nini? He was talking about altars. Alikuwa anazungumzia madhabahu za kuzimu ambazo zipo duniani, hazita kushinda. Sasa kwa sababu gani? Anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani
litakuwa limefunguliwa mbinguni. Manake anazungumza kwa habari ya nini? Kwa habari ya maarifa ya kimingu, maarifa ya kimungu, ufunuo wa kimungu ambao ungempa mamlaka mwanadamu kuweza kutamalaki au kumiliki juu ya malango ya kuzimu. Na mojawapo ya ufunguo ambao amempa mwanadamu au alitupa ni jina la Yesu, ambalo tunapolitumia jina la Yesu inavyotakiwa au inavyopashwa, nini kinachotokea? Nini kinachotokea? Kinachotokea ni kwamba tuna uwezo wa kuufungua ulimwengu wa roho. Dimension yoyote tunaweza tukaifikia kupitia jina la Yesu. Sasa angalia ground ya hili kitu. Athari za dhambi za Kaini au kumwaga damu ya Abeli ilipelekea moja, kupoteza mamlaka kuizalisha, kuimiliki nchi, na hii ni laana ya kiuchumi moja kwa moja, laana ya kutokumiliki, kutokuzalisha. Pili ilikuwa ni mtolo, kutangatanga, kupoteza makazi, utulivu wa kiroho, kiakili na mwelekeo. Biblia haishii hapo, inasema Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Eden. Kutoka mbele ya uso wa Bwana maana yake ni kutoka katika ushirika na Mungu. So Adamu na Hawa walipofukuzwa bustanini, Mwanzo 3:23-24, sio kutoka mbele za uso wa Mungu milele, no. Lakini Kaini alitoka mbele za uso wa Bwana, alitengwa na uwepo wa Mungu jumla. Sasa ukiangalia nchi ya Nodi, jina Nodi linahusishwa na neno nud kwa Kiebrania, nud, ambalo maanisha kutangatanga au kuhamahama bila utulivu, kuzunguka zunguka. Kwa hiyo Nod ni jina la mji au nchi, au limebeba maisha au mfumo wa kutangatanga, wa kukosa utulivu, kuhamahama, nomadism. Ipo siri nyuma ya nomadic pastoralism life. Ipo siri katika watumishi wa serikali kuhamishwa maeneo ya kazi. Usichukulie poa tu. Kuna madhabahu zinazokuaga zina pay partnership ya maisha ya kutangatanga kwa mtu. Unapoona unaishi maisha ambayo hayana utulivu, unapoona kuna maisha ambayo ni ya kutangatanga, hauwezi, akili yako haiwezi kuwa na ule utulivu kabisa. Yaani ile ukajikuta umetulia, kichwa chako kimetulia, ukapay attention juu ya jambo fulani, ukalifanya kwa ukamilifu. Ukiona unakosa utulivu, uwe na uhakika kuna madhabahu za Nodi zipo, madhabahu za kutangatanga, mfumo wa maisha usio na utulivu, usio na kikao. So dhambi ya kutokutoa dhabihu inayotakiwa ambayo Kaini aliitenda ikazaa kuua au mauti, na kisha baada ya mauti ikazaliwa laana ya kutokumiliki katika nchi na laana ya kutangatanga yeye na kizazi chake. So Yesu wakati anakuja duniani kwa ajili ya kutuokoa, mojawapo ya kesi alizokuja kuzishughulikia ambazo leo nitazitaja. Kesi ya kwanza ni laana ya Adamu. Laana ya Adamu. Kesi ya Adamu ambayo unaona Biblia inazungumza ya kwamba ambayo inazungumza kwa habari ya, ilikuwa ni laana ya mauti. Kwa Adamu laana iliyokuwa inamsumbua ni laana ya mauti. Angalia ukisoma katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5, Warumi sura ya 5 na kuanzia mstari ule wa 12. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao
wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ilikuwa ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa zaidi sana, neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. So Biblia inasema 17, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. You see, maana yake ni kwamba kama ambavyo Adamu dhambi yake ilisababisha mauti ya ulimwengu mzima, ndivyo ambavyo sadaka ya Yesu Kristo ilikuja kusababisha uzima kwa ulimwengu mzima. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu ili kila amwaminie amini, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, maanake kama dhabihu, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maanake wakati wa Adamu baada ya dhambi hakukuwa na uzima wa milele, maanake maisha yalikuwa limited, lakini baada ya Yesu Kristo kuja kulipia ile deni la dhambi ya Adamu, kwa tunapokea wokovu. So wokovu ni system ya maisha ya Kristo. Biblia inasema sionei ya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Na mahali pengine anasema ya kwamba bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Manake Yesu aletuletea uzima ambao ni uhai, ametuletea uzima ambao ni utakatifu, ametuletea uzima ambao ni mapenzi ya Mungu. So kesi ya Adamu ilimalizwa na mauti ya Yesu msalabani, lakini kuwa kuna laana ya Kaini, laana ambayo hii ilisababishwa na mashtaka ya damu ya Habili juu ya wanadamu, juu ya dunia. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Waebrania sura 12 mstari wa 24 anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu inenayo mema kuliko ile ya Habili. So damu ya Habili ilimwagika ardhini, manake nchi ikalaniwa kupitia ile damu ilipokuwa ikilalamika. Lakini Biblia inasema laana ya Habili, yani kumwondolea mwanadamu laana ya umaskini, Yesu alikubali kuwa maskini ili kwa umaskini wake sisi tupate kuwa matajiri. Kwa Yesu alikuja kimkakati. Yesu hakuja kujionyesha yeye ni mwamba au ni nani, kwa sababu kosa lake moja la kikanuni lingetugharimu sisi. Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 9, maana amejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. So Yesu hakuwa tajiri kwa asili, lakini alikuwa maskini ili atuondolee sisi asili ya umaskini, tuwe matajiri kwa umaskini wake. So kutokea kwa Habili, uwezo wetu wa kumiliki fedha, uwezo wa kuzalisha uliingia dosari. Nchi ile ilikuwa imeingiziwa laana. Sio kwamba zaidi umepokea laana ya Kaini, hapana, lakini ardhi ilikuwa inasafa laana ya Kaini. So angalia, ngoja nikupe siri moja, ipo katika kitabu cha Mathayo
Leo tazoma Mathayo hapa, Mathayo sura 27 mstari wa kwanza. Biblia inasema, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Mstari wa tatu, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya tupasani sisi? Yangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku la sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lilonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima. Wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi, kama Bwana alivyoniagiza. So now unakuja kuangalia kila point kwenye Biblia imebeba unabii na utimizo wake, unabii na utimizo wake. So hapa tunaona ya kwamba Yuda Iskariote alikuja kutimiza unabii wa Kaini, lakini Yesu alikuja kutimiza kulipa gharama ya kile kisasi na madai ambayo Habili alikuwa akilia, damu yake ikimlilia Mungu pale ardhini. Tunaona Habili alipouliwa, damu yake ilianza kulia, inanena sio mema, inanena kudai kisasi. Lakini Yesu alipokuja, kabla hajaenda kufa msalabani, Biblia inasema Yuda Iskariote, mmojawapo wanafunzi wa Yesu, ambaye alikuwa na pray law kama ya ndugu wa Yesu kabisa. Biblia inasema mahali fulani, anasema, siwaiti tena watumwa, ninyi mmekuwa ndugu zangu, mmekuwa marafiki zangu. Biblia inasema akamsaliti Yesu kwa kumuuza kwa vipande 30 vya fedha. Baadaye akaja akajuta. Lakini mimi kitu changu cha msingi ninachotaka kukuambia ni kwamba wakati Yuda amejutia, alirudi hekaluni, alirudi mahali ambapo transaction ya uhai wa Yesu Kristo ilifanyika. Akawarudishia fedha, wakazikataa, akazitupa madhabahuni. Sasa utagundua kitu kimoja ambacho kilikuwa kinaenda kutokea, kinaenda kutendeka. Kama Yesu kama wazee wale makuhani wangezichukua zile sadaka au zile fedha wakaamua kuziweka kwenye sanduku la sadaka, nini ambacho kingetokea? Nini ambacho kingetokea kama wachungaji wangechukua fedha za malipo haramu, fedha za dhuluma, fedha zilizodhulumu uhai wa mtu, wakazipokea kama sadaka na wakaziweka kwenye vitunga vya sadaka, wakaziingiza kwenye ujenzi wa madhabahu, wakaziingiza kwenye church programs. Leo sitazungumzia kwa habari ya madhara ya fedha za damu kwenye madhabahu. Hiyo ni fundisho gumu na linahitaji utulivu sana. Lakini ninachojaribu kuzungumza, wale makuhani pamoja na uovu wao, pamoja na kwamba walikuwa wamemnunua Yesu ili wamuue, walikataa kuzichanganya fedha za malipo ya usaliti na sadaka za kanisani. Badala yake wakaenda kununua konde la damu, wakaenda kununua mahali pa maziko ya wageni. You see, kazi ya sadaka za damu
huwa ina kazi ya kununua maeneo ya maziko ya watu. Maanake kilichopatikana kwa damu huwa inaendelea kulipia damu za watu. So Yesu anatusaidia kupitia story hii ya wale makuhani kukataa ile sadaka kuichanganya, wakanunua shamba la kuzikia wageni. Maanake kama wale makuhani wangechukua ile sadaka wakaichanganya na ile fedha ambayo walimlipa Yuda katika kumsaliti Yesu, tangu hapo laana ya kiuchumi ingetoka ardhini na kuingia kanisani, ingetoka duniani na kuingia kanisani. Kwa Yesu alipokuja kufa msalabani, alikuja kutukomboa na laana ya mauti ya Adamu. Pia alikuja kutukomboa na laana ya kiuchumi ambayo ilikuwa juu ya ardhi baada ya Kaini kuanguka. Lakini Yesu alikuja tena kutuondoa kwenye laana ya Torati. Hiyo ni laana ya tatu ambayo Yesu alikuja kutuondoa. Zipo laana nyingi, lakini hii ni kuonyesha kwamba vita ya madhabahu ni jambo ambalo ni halisi na ni endelevu. Sasa kukomea hapo, nataka nikupe visa vichache kidogo vya kibiblia ambavyo vitakufungua ufahamu wako leo ili uweze kuelewa umuhimu wa kuelewa ufunuo kuhusu vita ya madhabahu. Mfano wa kwanza, Biblia inasema katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 27, Labani mjomba wake na Yakobo ambaye alikuwa ndo amemwozesha wake zake Yakobo wawili, ya Raheli na Lea. Biblia anasema nimetambua ya kwamba Mungu amenibariki hivi kwa sababu yako. Kwa hiyo nikiwa nimepata fadhili machoni pako, niambie unataka mshahara kiasi gani nikulipe. Unaona, mtu ambaye ni unamtumikia lakini hataki kukuachilia uondoke kwa sababu amegundua yeye anafanikiwa kupitia wewe, na unajiuliza alijuaje? Aliuliza kwenye madhabahu za kichawi, kwa sababu ile neno nimetambua kwa lugha ya Kiebrania linamaanisha nakash. Nakash linamaanisha to whisper, kutumia uchawi, enchantment, kuagua, kutumia roho za utambuzi ili kupata taarifa za mtu. Kwa hiyo alienda kuagua, akauliza kwa waganga kwenye madhabahu zao za mizimu za mashetani, akaambiwa unatajirika kwa sababu ya Yakobo, kwa hiyo usimwachie. Kwa Yakobo anaendelea kumnufaisha Labani, lakini yeye ananyoya, apati mafanikio yoyote, kwa sababu madhabahu za Harani zilikuwa zimempa akili na Labani jinsi ya kumchelewesha Yakobo, mpaka ambapo malaika anamtokea tena Yakobo. Tunaona Biblia inasema alimtokea Yakobo akamwambia, mimi ni Mungu wa Betheli ambaye nilikutokea wakati unakuja njiani na ukaweka nadhiri kwangu. Ukisoma Mwanzo sura 28 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 19 na 20, Biblia inasema Yakobo alipofika alilala, akaota ndoto malaika, kuna ngazi kutoka mbinguni mpaka nchi, malaika wanapanda na kushuka. Kisha alipoamka akaweka nadhiri, akasema, ikiwa Bwana utanilinda huko niendako, ukanirudisha salama, ukanipa chakula nile, mavazi nivae, mimi na nyumba yangu, ndipo nitakuja jiwe hili na mahali hapa nitapajenga kuwa nyumba yako, na nitakutolea zaka kwa kila utakachonibariki. Maanake kitu ambacho Yakobo kilikuwa kinamzuia kutoka katika nchi ya Labani, hakuwa na sadaka ya kutoa kwa ajili ya Mungu, hakuwa na sadaka ya kuitoa kwenye madhabahu ya Mungu. Moja, Biblia inasema Yakobo alipotokewa na malaika akampa shauri lile la story ya wanyama wenye malaka. Lakini hujaelewa pointi pale, haikuwa tu malaka. Pointi haikuwa Mungu kumtajirisha Yakobo. Yakobo alikuwa anapashwa awe na sadaka kwanza ya kumtolea Mungu kwa kanuni za kimadhabahu za nyumbani kwao, lakini mbili, alikuwa anapashwa apate zabihu au sadaka ya kuja kumtolea Mungu ili kuondoa nadhiri yake. So Yakobo alipoanza kufanya
maagizo na maelekezo ya kimungu, akapata sadaka. Mungu akamtoa katika nchi ile ya Harani na kumtoa. Unaona, so alipomtoa, hata wakati baba mkwe yake Labani amemfuatilia njiani, anamkimbiza, Biblia inasema Labani alipomfuatilia Yakobo akaja kumpata, akamwambia kwa nini umeniibia miungu yangu? Na unakuja kugundua aliyekuwa ameiba miungu ya Labani alikuwa ni binti yake Raheli, mke wa Yakobo. Yakobo yeye hakujua. So angalia, miungu ya Labani ilipoenda na Yakobo, Labani akaendelea kumfuatilia, lakini wakati wanafanya maagano ya amani kati ya Yakobo na Labani, kati ya Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, ambaye ni baba wa kina Labani na Rebeka, Biblia inasema alitoa sadaka. Manake kama angekuwa hana sadaka za kutoa kwa ajili ya Mungu wake, unaona angeendelea kushikiliwa na mtu ambaye alikuwa na sadaka ya kipepo ya kumtolea Mungu wake wa madhabahu ya Harani. Kwa Wakristo wengine unakuta wanafanya kazi kwa mabosi ambao hawamchi Mungu, na unashangaa umeshikiliwa pale, hauwezi kutoka, hauwezi kwenda mahali popote, kwa sababu yule ambaye unamtumikia anazo madhabahu ambazo zina nguvu. Sio kwamba zina nguvu kuliko Mungu, no. Kinachotia nguvu kwenye madhabahu ni aina ya sadaka ambayo unaitoa. Aina ya sadaka unayoitoa kwenye madhabahu inaweza ikachochea kushinda au kushindwa kwako. Ni kweli kumekuwa na zile kasumba za kusema hakuna sadaka kubwa kuliko maisha ya Yesu ambayo ilishatolewa, lakini hiyo haimaanishi kwamba hatutakiwi kumtolea Mungu tena sadaka. Nakuja kujifunza, ili somo sio fupi, ni refu kidogo. Nitakufundisha katika kanuni za kuinua madhabahu kwa Mkristo ambaye umeokoka. Kanuni za kuinua madhabahu, tutaona pale vitu na vya kufuata na hekima na ufunuo ambao utakusaidia uweze kuwekwa huru kwenye haya mafundisho. Sasa angalia kitu ambacho kinatokea. Kitu kinachotokea ni kwamba Yakobo hakuwa na kitu cha kutoa kwenye madhabahu. Hakuwa na sadaka ya kutoa kwenye madhabahu ya Mungu wake. Nini ambacho kinatokea? Madhara ya Yakobo kukosa sadaka kwenye madhabahu yake inampelekea kumtumikia mtu ambaye alikuwa ana sadaka ya kutoa kwenye madhabahu ya Mungu wake. Narudia tena, madhara ya kukosa. Shetani kwa nini ataki uwe na uchumi au uwe una uhuru wa kiuchumi? Ni kwa sababu anajua ukiwa na uhuru wa kiuchumi utakuwa na uwezo wa kumtolea Mungu sadaka kamilifu. Na unapoendelea kumtolea Mungu sadaka kamilifu, unaendelea kuimarisha nguvu kwenye madhabahu. Unapoendelea kumtolea Mungu sadaka kamilifu, unaendelea kumtolea Mungu sadaka ambayo itafanya madhabahu yako iwe na nguvu. So madhabahu nguvu yake ni kafara, ni namna unavyomtumikia Mungu. Utumishi wako ndio unaoimarisha nguvu kwenye madhabahu. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu kile cha Warumi sura ya 12, angalia msisitizo ambao anautoa mtumishi wa Mungu Paulo. Warumi 12:1 anasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Basi ndugu zangu,
na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Sasa hapo taona maandiko yanatumia neno kutoa miili, lakini miili imetumika katika lugha ya kiroho kumaanisha nyumba ya Mungu, hekalu. Toeni mahekalu yenu ambayo ni soma, miili yenu. Our carnal body inatakiwa kuwa presented, kutolewa kwa Mungu kama sadaka, kama madhabahu. Sisi ni kama madhabahu, ni kama nyumba ya Mungu ambayo inaishi duniani. Wanadamu wakituona, wanatuona kama watu wa kawaida, lakini sisi miili yetu ni madhabahu, ni mahekalu. Ukisoma katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 3 na mstari wa 10 na ngapi? Wakorinto wa pili sura ya 6. Wakorinto wa pili sura ya 6. Biblia inasemaje? Tusome hapa neno la Mungu. Anasema hivi, mstari wa ngapi? Mstari wa 16. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kuna mapatano gani kati ya temple of God with idols? Maana yake sisi ni hekalu la Mungu, wewe ni hekalu la Mungu, sisi ni hekalu la Mungu. Unapokuwa ni hekalu la Mungu, haupashwi kupatana, kufanya maagano au kufanya ushirikiano wowote na miungu au watu wanaoabudu, wanaomcha Mungu wao ambaye ni Shetani. Ndiyo maana mojawapo ya kitu ambacho vita, mojawapo ya madhabahu ambayo kanisa limekuwa likisahau, vita mojawapo ya madhabahu ambalo kanisa tumekuwa tukisahau, sio vita ya kupiga mapepo, ni vita ya ushirika kati ya kanisa na watu wanaoabudu sanamu. Leo hii imekuwa kawaida sana kukuta watumishi wa Mungu wanashirikiana na baadhi ya wanasiasa, baadhi ya wafanyabiashara, baadhi ya watu ambao kimsingi wale watu wanajulikana kabisa ni watu ambao wamejiungamanisha na madhabahu za kishetani, lakini unakuta wale watu bado kanisa, wachungaji wanaambatana nao na wanatumia sadaka zao. Wengine wanakuja kutoa sadaka, wanaita ni sadaka, wanaita machangizo, wanaita ni vitu fulani, lakini hatuna utambuzi wa kujua tunapopatanishwa na hizi fedha, inawezekana zikawa tanzi kwetu. Unaona, wale makuhani au wale wazee walipoletewa sadaka, walipoletewa ile fedha na Yuda, wakaikataa kuichanganya na madhabahu na fedha ziokoe kwenye sadaka. Kwa nini walikataa kuichanganya ile fedha? Walikataa kuichanganya ile fedha kwa sababu ilikuwa ni fedha ya damu. Walikataa kuichanganya ile fedha kwa sababu haikuwa ni sadaka takatifu. Walikataa kuichanganya ile fedha kwa sababu ile fedha haikuwa inakubalika kwa Mungu. Walijua ni haramu. So anytime unapoleta sadaka haramu mbele za Mungu, inageuka kuwa hatia, inageuka kuwa hukumu kwa wewe na kizazi chako. Mara kadhaa tumekuwa tukifanya haya makosa, na ndio maana tunatakiwa tulifundishe kanisa litoke kwenye hayo makosa, ili tuweze kumwomba Mungu toba na rehema, ili tuweze kumwomba Mungu aturidhie tena. Na ndio kazi ya damu ya Yesu. Watu wengi hawajui matumizi
ya kazi au ya damu ya Yesu hawajui. Kwa unakuta tunaomba damu ya Yesu ifanye kazi ambazo sio kazi yake. Sasa angalia, tunagundua hapa Yakobo ameshikiliwa na madhabahu za Harani za kuchelewesha. Kwa sababu gani? Mwenzake alikuwa na cha kutoa, alikuwa anatoa sadaka kwenye ile madhabahu zake, lakini baba yetu Yakobo hakuwa na sadaka, hakuwa na sadaka ya kutoa. Angalia kesi ya wana wa Israeli katika nchi ya Misri, walishikiliwa miaka 430. Angalia, ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3, Wagalatia sura ya 3, Wagalatia sura ile ya 3, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3, anasema hivi okay, Allah do frekede zumbrageda skovlahante shazino vrakati orata brahigo zanovregida bahazalina reto sategla zuza kateida brahata gaduna vardina. Biblia nasema kuanzia mstari wa 6, Galatia 3 kuanzia mstari wa 6, anasema kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. 10, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote. Ni dhahiri kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Unaona, na Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angekwae juu ya mti. Na ili kwamba baraka ya Mungu, baraka Ibrahimu afikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Unaona, so ukisoma katika hiyo Galatia 4, Galatia 3 mstari wa 17, isemalo ni hili: agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati ilitokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. So unaona, maana yake ukisoma pia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 na mstari wa 40, basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Mwanzo sura ya 15 na mstari wa 13, Bwana akamwambia Abrahamu, jue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakalo watumikia nitawahukumu baadaye, watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Now you see. Taifa, Biblia inasema taifa hili la Israel au uzao wa Ibrahim utakaa utumwani miaka 400, lakini tunakuja kugundua walitoka utumwani wakiwa kwa miaka 430. Unajiuliza kwa sababu gani? Mtu anapokugeuza kuwa mtumwa anakunyima uhuru wa kiuchumi. Manake Waisraeli walikuwa wanahangaikia chakula, walikuwa hawamtumikii Mungu, walikuwa wanamtumikia Farao, walikuwa wanamtumikia Mungu wa Misri na sio Mungu wa Israeli. Ndio maana ukisoma maandiko, Musa alipokuja kwa Farao, Musa alipokuja mbele ya Farao, Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Musa, sasa utaona ndakavyomtenda Farao, maana kwa mkono hodari
atawapa ruhusa kwenda zao, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi. Alafu anamwambia aende kuambia kwamba Mungu anataka waende kumtumikia. Waende kumtumikia. So you see that Farao alitakiwa kuachilia majeshi ya Mungu ili waende kumtumikia Mungu. So Mungu akuwaita Waisraeli watoke Misri kwa sababu tu alitaka wawe huru. Alikuwa anataka kuwatenga ili waweze kumtumikia Mungu. So Biblia inasema, ukisoma Kutoka sura 23 na mstari wa 25, Biblia inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mtu na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. You see, hizi zote ni baraka za kumtumikia Mungu. So Mungu alikuwa anataka kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye nini? Anataka kuwatoa wana wa Israeli kutoka utumwani ili wakamtumikie. So shetani anataka kuwaweka watoto wa Mungu kwenye utumwa wa kazi, utumwa wa kiuchumi, utumwa wa mabosi wakatili, ili wakose uhuru wa kumtumikia Mungu. Madhabahu za kishetani zinafanya vita na watoto wa Mungu ili ukose uhuru wa kumtumikia Mungu kwa mapato yako, uhuru wa kumtumikia Mungu kwa akili yako timamu, kumtumikia Mungu kwa ustawi wa kiafya. Shetani anataka ukose uhuru wa kumtumikia Mungu ukiwa na utimamu. Watu wengi leo hii wanafanya kazi ya Mungu, ni wachungaji, lakini unakuta hakuna utulivu wa kifedha. Unawaza watoto watakulaje, watasomaje? Huna hela ya kusomesha, huna hela ya kumgharimikia mke wako, huna hela ya kujenga kanisa, huna hela ya kuendesha miradi. Kwa automatically shetani akisha kuchanganya hapo, anakutafutia watu ambao wataruin ukuhani wako kwa kuwaleta watu ambao watakupa fedha lakini watakugeuza uwe mtumishi wao. Kwa unapoteza imani ya kweli ya kumwamini Mungu, ya kumtumikia Mungu wa Ibrahimu. Unaanza kumtumikia Mungu kwa kanuni za kipagani za kutegemea watu, na hii imekuwa ni laana inayokula na kutafuna watumishi wa Mungu wengi sana. Shetani anataka watumishi wa Mungu tuwategemee washirika, tuwaegemee na kuwafanya kuwa wafadhili wa huduma. Kuna hiki kitu kinaitwa partners kwenye huduma. Ni watu wema sana ambao Mungu anatuletea waweze kushika huduma, lakini sio kushikilia maisha yetu. Ni kosa kubwa sana endapo mtumishi wa Mungu unaacha kumtegemea Mungu na ukaanza kuwategemea wanadamu. Biblia inasema amelaniwa mtu amtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Leo niko hapa kukuamsha na kukukumbusha, Mungu ukimtumikia atakubarikia chakula chako na maji yako, atakuondolea ugonjwa kati yako. Naye haishii hapo. Neno la Mungu linasema Kutoka 23:25-26, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako watakaomfukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti
watoke mbele yako. So Mungu akubariki. Naendelea na mfululizo wa hili somo, na mimi ni Apostle Francis Goel. Mungu akusaidie uache kutumikia madhabahu za kipepo kupitia jambo lolote, na ukamtumikie Mungu wa kweli katika jina la Yesu Kristo. Amen.